Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mheshimiwa mgeni rasmi, ninaomba kuleta kwako risala fupi ambayo itatutangulia katika ibada hii ya uwekaji wa jiwe la msingi. Katika utangulizi, ninaomba kunukuu neno kuu linalotuongoza kwa mwaka huu: nalifanya haraka wala sikukawia kuyatii maagizo yako. Kuyatii maagizo yako nalifanya haraka wala sikukawia. Mheshimiwa mgeni rasmi, Baba Askofu Dr. Alexi Gezas Malasusa, mkuu wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania na askofu wa Dayosisi ya Mashariki na Pwani. Baba Askofu Dr. Isaac Kisirilaiza, mkuu wa KKKT Dayosisi ya Magharibi Kati, msaidizi wa askofu Mchungaji Newton Maganga, wajumbe wa halmashauri kuu, wakuu wa majimbo Dayosisi ya Magharibi Kati, chaplain kanisa kuu, wachungaji na wainjilisti, viongozi wa idara, taasisi na kamati ya harambee, washarika, vikundi vya kwaya, wageni wote, Bwana Yesu asifiwe. Mheshimiwa mgeni rasmi, awali ya yote natumia nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa kutulinda na kututunza wakati wote. Aidha, tunatumia nafasi hii pia kukushukuru kwa ujio wako kwenye dayosisi yetu ya Magharibi Kati kwa mara ya kwanza ukiwa katika nafasi yako kama mkuu wa kanisa. Dayosisi ya Magharibi Kati tumepokea kwa heshima na furaha ujio wako. Kwa moyo wa upendo tunakukaribisha sana. Ndugu mgeni rasmi, uniruhusu sasa nisome taarifa kwa ufupi sana ya mradi huu wa ujenzi wa kanisa. Mheshimiwa mgeni rasmi, maono ya mradi huu wa ujenzi wa kanisa yalikuwepo tangu tukiwa misioni, na ujenzi wake rasmi tuliweza kuanza mwaka jana, mwaka 2025 mwezi Februari. Na ujenzi huu unajumuisha jengo la ghorofa 3 ambalo ndani yake kutakuwepo na jengo la ibada lenye sakafu ya chini na sakafu ya juu. Litakuwepo pia ofisi za usharika, ofisi za dayosisi, madarasa ya watoto kwa shule ya Jumapili na kumbi ndogo ndogo za mikutano ama vikao. Na tutakuwa pia na ofisi ya dayosisi katika jengo hili kwa upande wa nyuma ambao utakuwa na sakafu 4 ama ghorofa 3. Na ujenzi huu mgeni rasmi ukikamilika utakuwa na thamani ya shilingi za Kitanzania bilioni 4. Ndugu mgeni rasmi, Mheshimiwa Baba Askofu, ujenzi wa kanisa tunautekeleza katika awamu 4 katika mpangilio wa kazi zetu. Awamu ya kwanza ni ujenzi wa msingi ambao umeshakamilika kwa sehemu kubwa. Awamu ya pili ni ujenzi wa jamvi kwa maana ya kufunika hapa juu. Na awamu ya 3 ni ujengaji wa nguzo ambazo ziko nguzo 116 katika jengo hili. Na awamu ya 4 ya mwisho ni kukamilisha ujenzi wa kuta, kuezeka, kupiga rangi, kuingiza umeme pamoja na hatua nyinginezo zinazohusiana na umaliziaji wa jengo. Mheshimiwa mgeni rasmi, awamu ya kwanza niliyoitaja kufikia hatua hii unayoiona kwa sasa imetugharimu shilingi za Kitanzania milioni 332,544,370. Ujenzi huu kwa sasa tunaelekea hatua ya kufunika jamvi kama nilivyosema awali na kujenga hizo nguzo 116, na unakadiriwa kugharimu kiasi cha shilingi za Tanzania takriban milioni 500 katika hatua hii ambayo tunaelekea kwa sasa. Katika hitimisho letu, Mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya maelezo haya mafupi, nichukue nafasi hii tena kwa mara nyingine kukushukuru wewe kwa niaba ya usharika na kwa niaba ya dayosisi kwa kukubali mwaliko wetu. Kupitia ujio wako tunakuomba uendelee kudumisha urafiki huu ambao tumekuwa nao, na kwa heshima na urafiki uliokuwa nao na kanisa hili pamoja na dayosisi hii pamoja na Baba Askofu, tunakuomba sana uendelee kutuunga mkono katika kazi hii. Kwa heshima hii nitumie fursa kukuomba utuwekee jiwe la msingi katika jengo hili. Ninaomba kuwasilisha amen. Na tuanze tendo hili la kuweka jiwe hili la msingi au jiwe la pembe ambalo litajumuisha jengo la ibada yaani kanisa pamoja na ofisi za utawala
wa kazi hii ya Mungu katika dayosisi hii. Na tuanze ibada hii katika jina la Mungu wa Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Msaada wetu ni katika jina la Bwana. Wapendwa katika Bwana, Bwana wetu ametuambia kwa kinywa cha mtume wake Paulo katika waraka wake kwa Wakolosai kwamba kila kitu mfanyacho kwa neno au kwa tendo, fanyeni yote katika jina lake Bwana Yesu, ndiye mtakayemshika mkimshukuru Mungu Baba katika yeye. Na yote yanatakaswa katika sala na katika neno la Mungu. Na tena tunafahamu chochote Bwana alichokibariki kimebarikiwa milele. Sasa tuwaombe wale waliotayarishwa kwa ajili ya kusoma mistari michache, ili mistari hii iende pamoja na huduma hii ya kuweka jiwe la msingi. Bwana Yesu asifiwe. Ninaomba yote mwenye Biblia ajaribu kuwapa hawa wanaosoma ili wasome kupitia Biblia. Tutasoma neno la Mungu kutoka kitabu cha Efeso mlango wa 2 mstari wa 20 mpaka wa 22. Neno la Mungu linasema, mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vyema na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Katika yeye ninyi nanyi mnajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika Roho. Amen. Neno la Bwana likamjia Suleiman kusema, katika habari ya nyumba hii unayoijenga, kama ukienda katika sheria zangu na kuzifanya hukumu zangu na kuzishika amri zangu zote na kwenda katika hizo, ndipo nitakapolithibitisha neno langu kwako nililomwambia Daudi baba yako, nami nitakaa katikati ya wana wa Israeli, wala sitawaacha watu wangu Israeli. Amen. Ninyi nanyi kama mawe yaliyo hai mmejengwa mwe nyumba ya Roho, ukuhani mtakatifu, mtoe dhabihu za Roho zinazokubaliwa na Mungu kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa kuwa imeandikwa katika maandiko, tazama anaweka katika Sayuni jiwe kuu la pembeni, teule lenye heshima. Na ninyi na kila amwaminie hata tayarika. Basi heshima hii ni kwenu ninyi mnaoamini, bali kwao wasioamini jiwe walilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la pembeni. Amina. Lakini tuna hazina hii katika vyombo vya udongo, ili adhama kuu ya uwezo iwe ya Mungu, wala si kutoka kwetu. Amen. Njoni kwa mponya, njoni leo, Basi maneno hayo tuliyoyasikia yatupe nguvu na yawape nguvu wajenzi na kuwalinda mahali hapa na wote watakaoshiriki katika kazi hii ya kuijenga hii nyumba ya Bwana. Basi sasa tukiweka katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu wa Utatu awatangulie wajenzi
na kuwalinda ili walitukuze jina lako takatifu na kanisa lako lipate kuimarishwa. Wape mawazo ya kukutegemea na furaha hata mwisho. Tuombe. Bwana, tunakuomba uibariki kazi hii ili jina lako lipate kuhimidiwa, ili nyumba hii iwe mahali pa kuonyesha utukufu wako, na usharika huu na dayosisi hii endelee kupokea hapa neno lako la uzima na kutakaswa kwa huduma za nzuri za sakramenti takatifu. Washike wote wanaojenga nyumba hii, wabariki wasibaki gizani, bali wakumbuke ni wewe Bwana uliyewalinda hapa kazini kila siku. Tunategemea msaada wako ili tuimalize kazi hii na mapenzi yako yatimizwe hapa kwetu, jinsi kanisa lako linavyokuomba kila siku. Uzidi kutuonyesha wajibu wetu, Bwana, na sadaka zetu zipokee, tupate kubarikiwa nawe, na amani yako ikae nasi, na kazi ya mikono yetu zibariki, kwa Kristo Yesu Bwana wetu. Amen. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako hapa duniani kama leo. Riziki yetu tusamehe makosa yetu kama nasi. Basi jiwe hili litukumbushe kila wakati kwamba Mungu yupo hapa pamoja nasi na anatuongoza katika kuikamilisha kazi hii, na tupokee baraka za Mungu sisi sote tunaomtegemea katika kuifanya kazi hii. Bwana akubarikie na kulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na akufadhili, na Bwana akuinulie uso wake na kupa amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na sasa napenda kutangaza kwa jiwe la msingi au jiwe la pembe ambao kwetu sisi kama kanisa tunajua sasa tumemwalika Mungu katika kuifanya kazi hii. Tumeliweka leo, na ni matumaini yangu kwamba kazi hii itakamilika kwa wakati, penzi ya Mungu. Katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mbarikiwe na Bwana.